Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji, tazama ni wakati mwingine tena ulio mwema ambao Mungu wa mbingu na nchi amenituma tena kwako siku ya leo ili kuleta somo jipya ambalo siku ya leo litakuvusha kutoa mahali hapo, lakini pia kukupa ufahamu mpya na namna ambavyo unaweza sasa ukatumia somo hili kwa ajili ya kuomba maombi wewe binafsi ili Mungu apate kusaidia. Mimi kwa majina ndiye mchungaji Masanja Koso ambaye Mungu amenituma kwa ajili yako siku hii ya leo. Somo ambalo leo nataka kulitambulisha kwako linaitwa ama linasomeka siri kuhusu usingizi wa mtu kiroho. Siri kuhusu usingizi wa mtu kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Si watu wengi ambao waliwahi kufundisha kuhusiana na usingizi kama kipengele cha usingizi, ila mara nyingi watu wengi walikuwa wakifundisha kwa habari ya ndoto. Lakini ndoto, Mungu wakati anifundisha somo hili ameelekeza kwamba ndoto ni sehemu ya pili ambayo imetoka baada ya usingizi. Yaani kama hakuna usingizi hakuna ndoto. Sasa leo nataka nianze na kipengele kinachoitwa usingizi tu kama usingizi, vile ambavyo ulivyo wa kiroho, ambavyo siri za kiroho zinaweza zikaonekana mahali hapo, na kama hujajua shetani anaweza akazitumia hizo. Watu wengi wanabaki wanasubiri kwamba nimeota ndoto, anaishughulikia ndoto peke yake, lakini kumbe kuna mambo ya msingi na namna ambavyo kumbe anatakiwa ajifunze ili aweze kuomba kwa habari ya kipengele cha usingizi kama usingizi. Leo nitaiweka wazi siri hii, na bila shaka Mungu aliyeumba mbingu na nchi atakwenda kukuvusha kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingizi ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Usingizi ni afya. Wataalamu wa mambo wanaeleza mambo haya, mambo ya afya. Lazima mtu asinzie ili aweze kupata afya iliyo kamili. Sasa wakati wa asubuhi utaona watu wanaamka wanakwenda kwenye shughuli zao, lakini pia mchana wanakuwa kwa busy kwenye shughuli zao, jioni wanaanza kurudi, na kuna wengine katika shifti zao mbalimbali wanaingia pia kazini. Lakini hawa watu wote wamekusanywa kwenye kitu kimoja kinachoitwa usingizi. Haijalishi ni tajiri anapata usingizi, lazima aingie kwenye usingizi. Haijalishi ni masikini, haijalishi amesoma sana ama hajasoma sana, haijalishi yuko mjini ama yuko kijijini, haijalishi yuko katika nchi za Afrika ama nchi za Ulaya, haijalishi yuko wapi duniani. Swala ni mwanadamu lazima apate usingizi. Swala ni mtu lazima akusanywe kwenye kipengele kinachoitwa usingizi. Kwa namna hiyo shetani anakiwinda sana kipengele hiki, na ndio maana nataka leo nizifunue siri ambazo zimefichwa katika eneo hili ili Mungu apate kusaidia katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nianze kukuonyesha siri kuhusu usingizi wa mtu kiroho. Siri ya kwanza ni njia ya kupitia ili kuchukua kitu na kutengeneza nufaiko na thamani kwa mtu mwingine. Njia ya kupitia ili kuchukua kitu na kutengeneza nufaiko na thamani kwa mtu mwingine. Ni njia ya kupitia. Sizungumzi kwa habari ya ndoto hapa, nazungumza kwa habari ya usingizi kama usingizi, kwamba ni njia ya kupitia na kuchukua kitu na kutengeneza nufaiko na thamani kwa mtu mwingine. Nufaiko na thamani kwa mtu mwingine. Ngoja tuone kidogo. Maandiko yanaangazia jambo hili katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 21 na mstari ule wa 22. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi mstari ule wa 22. Maandiko yameandikwa, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaanza kugusa kitu ambacho nataka nikiseme, kuna mambo ya msingi ambayo yanaanza kudhihirishwa katika eneo hili, ya kwamba Adamu alipewa usingizi mzito, na Biblia inaangazia mahali hapa ya kwamba usingizi huo ulikuwa na chanzo chake.
ulikuwa ni usingizi mzito, lakini ulikuwa umetoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake chanzo cha usingizi ulikuwa ni jambo la kiroho kutoka kwa Bwana. Mungu akaleta usingizi mzito kwa Adamu. Adamu akalala usingizi. Jambo hili katika ulimwengu wa roho, inawezekana shetani na yeye akaleta usingizi mzito kwa mtu. Ndio maana mwishoni mwa kipengele cha pili, hapo baada ya kumaliza sehemu ya kwanza, sehemu ya pili itakapoileta kwenye maombi, nitakuwa na maombi juu ya watu ambao wana usingizi uliopitiliza. Nitaomba kwa ajili yao ili Mungu apate kuwasaidia. Lakini pia nitaomba kwa ajili ya watu ambao hawapati usingizi, hawapati kabisa usingizi. Nitaomba kwa ajili yao na Mungu atawasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapoanza katika eneo hili, utaona kwamba chanzo cha usingizi huu ulikuwa ni Mungu. Ilikuwa ni Mungu. Mungu yuko katika roho. Ikiwa Mungu amehusika, maanake huo usingizi tayari una mahusiano na mambo ya kiroho. Na ndio maana unaona Adamu akapata usingizi mzito, akalala mahali pale. Halafu baada ya hapo Mungu sasa akaja akatwaa sehemu ya ubavu wa Adamu, na baada ya hapo akaenda akatengeneza, akapafunika hapo, halafu akaenda kutengeneza mwanamke. Si kwamba Mungu alikuwa anashindwa kutengeneza mwanamke pasipo kutumia ubavu wa Adamu. Ilikuwa inawezekana. Angeweza kumumba. Mbona Adamu aliweza kumumba? Utofauti upo pale kwenye jinsia. Angeweza Mungu kumumba mwanamke na akamfanya kuwa kama vile Adamu, lakini Mungu kwani alichukua ubavu kwa mwanaume, alichokuwa na kiwinda mahali pale, ilikuwa ni nufaiko pamoja na thamani. Na ndio maana Adamu alipoamka kwenye usingizi hakuambiwa na Mungu, lakini alipomwona mwanamke akasema, tazama, huyu amekuwa ni nyama katika nyama zangu na mfupa katika mfupa wangu. Mungu alikuwa anawinda mahali hapo, ilikuwa ni thamani ya kwamba mwanamke atapokuja katika miliki ya mwanaume aweze kumthamini kama vile ambavyo yeye anajithamini, kama vile ambavyo yeye anajipenda, kama vile ambavyo yeye anajikubali. Amkubali, amwamini, ampende kwa namna ile. Kwa hiyo mwanamke alikuwa pale, Bwana anawinda ampe nufaiko na thamani. Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaweza kumuumba mwanamke pasipo kutumia ubavu. Lakini chukua kiwinda, ilikuwa nimesema ni thamani pamoja na nufaiko. Mwanamke apate nufaiko, apate thamani yake kutoka kwa ubavu wa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia hii adui anaweza akaitumia kwa ajili ya kuchukua kitu wakati mtu yuko usingizini. Si kwamba anaota ndoto, yani alipolala tu pale usingizini, adui anakuja mahali hapo, halafu anachukua sehemu ya kitu ambacho huyo mtu anacho. Utanielewa hapa anachokizungumza. Kuna watu ambao wanabaki na shangaa katika eneo ambalo aidha ni rafiki yake ama ni jamaa yake, lakini anabaki na shangaa tu ya kwamba nashangaa kile kitu ambacho mimi nataka nikifanye, na shangaa rafiki yangu ananiwahi, anaanza anakifanya. Sijui na amemwambia hiyo plani, sijui, lakini nashangaa tu kile kitu ambacho mimi nataka kufanya, kabla sijakifanya rafiki yangu tayari ameshakifanya. Hii nataka nikuonyeshe siri mahali hapo. Wakati mtu amesinzia, inawezekana katika ulimwengu leo ikatumika njia, usingizi ukatumika kama njia ya kuweza kuchukua sehemu ya mpango wako na ikaenda kwa ajili ya kutengeneza nufaiko na thamani kwa mtu mwingine. Wakati mtu amesinzia, inawezekana kabisa mtu akaja mahali pale akachukua sehemu ya akili akaipeleka kwa mtu mwingine, ili huyo mtu mwingine aweze kupata nufaiko pamoja na thamani. Na ndio maana utakubaliana mimi, wale watu ambao sehemu yao ya nafsi, sehemu yao ya akili imechukuliwa inatumika eneo jingine, wao huwa hawafanikiwi. Anayefanikiwa ni yule aliyechukua rakato sakaraba kaida. Hii ni siri ya ajabu ambayo shetani anaitumia kuvuruga maisha ya watu. Hii ni siri iliyofichwa ambayo shetani anaitumia kwenye usingizi. Na ndio maana kuanzia siku ya leo napozungumza jambo hili, nataka ufahamu wako ubadilike kabisa. Usiwe ni mtu wa kulala kama kuku, uwe ni wakati wako wa kuomba. La sivyo uwe na mahusiano ya dhati na Mungu wako. Ujihakikishie kwamba una ulinzi wa kutosha kwa habari ya kitu kinachoitwa usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mipango ya watu inaibiwa usingizini. Akili za watu zinaibiwa usingizini. Mikakati ya watu inaibiwa usingizini. Vitu vya watu vinaibiwa ni kwenye usingizi. Kwenye usingizi vinaenda kwa ajili ya kuwanufaisha watu wengine. Leo natangaza kwa jina la Yesu, halitatokea nufaiko tena,
halitatokea nufaiko tena. Baada ya kisomo hili na baada ya maombi, hawatapata nufaiko tena. Leo yanakwenda kurudishwa kwako kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao ubunifu wao unaibiwa, lakini uliibiwa wakati wako usingizini. Ni mtu mbunifu, lakini anashangaa sehemu baadaye sehemu yake ubunifu imeondoka. Tayari yule mtu ambaye amechukua ananufaika huko, anafanikiwa huko, anainuka huko, lakini yeye yuko mahali pale pale. Leo natangaza kwa jina la Yesu, yanarudishwa kwako yote kwa jina la Yesu wa Nazareti hai. Lakini siri ya pili kuhusu usingizi, siri ya pili, hufungua mlango wa hofu. Hufungua mlango wa hofu. Hufungua mlango wa hofu kupita. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari ule wa 12. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari ule wa 12. Maandiko ya Bwana yameandikwa namna hii: na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jua lilipokuwa likichwa, ndipo ambapo Abrahamu akagubikwa na usingizi mzito, akashikiliwa na usingizi mzito. Halafu baada hapo ghafla, binasema akaingiwa na hofu ya giza kuu. Unaelewa mambo yanapozungumzwa kwa bado usingizi mzito, na hata unajua siku ambazo zinakuwa na usingizi mzito na kuacha. Alishikwa na usingizi mzito, halafu ghafla akashangaa tayari kuna hofu ya giza kuu imeingia kwake. Ukitaka kujua ya kwamba jambo hili lilikuwa katika ulimwengu pale, kuna kitu kilipita ndani yake, angalia baada ya mstari unaofuata mahali pale, Mungu akaanza kusema naye. Mungu akaanza kusema naye. Hii inatengeneza mazingira ya kwamba alikuwa yuko ndani ya usingizi, lakini ghafla kwenye usingizi mzito kwa namshika, akagubikwa na hofu. Watu wengi kupitia njia hii wamekuwa wanapata hofu, wanashambuliwa na hofu. Hofu ni roho kamili. Wengine wanapigwa na hofu ya mauti. Anashangaa tu, anasikia hofu ya mauti. Akipanda gari anahisi gari zikadondoka muda wote ni kafa. Mtu mmoja nilikuwa naongea naye, anasema anajisikia tu hofu ya kukimbizwa. Yaani kama kuna watu wanamkimbiza, anatembea kwa hapa, anageuka nyuma, anaangalia kana kwamba kuna watu wanamkimbiza. Amepigwa na hofu. Wengine nimesema ni hofu ya mauti. Yaani hana amani, anajua muda wote anaweza katokea mauti. Ana hofu, huenda inaweza katokea kwa watoto wake. Ana hofu inaweza katokea kwake. Ana hofu, anapiga simu akatungia kwa ndugu na jamaa, vipi huko, mko salama? Hofu imemshikilia. Wengine inaweza kuwa ni hofu ya kufukuzwa kazi. Ana hofu tu, amelala, alikuwa yuko vizuri, ametoka kazini vizuri, amelala vizuri, lakini baada ya kuwa ameamka kutoka kwenye usingizi, anashangaa tu anayo hofu ya kufukuzwa kazi. Akimtazama bosi wake ni mwajiri, haoneshi dalili yoyote, lakini anasikia hofu ya kufukuzwa kazi. Mwingine anasikia hofu ya kufukuzwa kwenye familia, yaani ana hofu ya kufukuzwa na mume wake, ama kuachwa na mume wake, ama kuachwa na mke wake. Ana hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anasikia hofu ya aibu, yaani kuna mazingira anasikia tu ana hofu ya aibu. Mwingine anasikia hofu ya kudharauliwa, anasikia hofu ya kudharauliwa. Sikiliza, shetani anatumia mlango huu, maana anajua katika ulimwengu roho, kati ya kitu ambacho kinaweza kula maisha ya mtu ni pamoja na hofu. Hofu ni sumu ya kuua imani ya mtu yeyote. Hofu ikifanikiwa, hofu kuingia ndani yako, inaenda kula imani. Shetani anajua mtu aliyeokoka, shetani anajua mtu wa Mungu mwenye imani sio rahisi kuyumbishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio rahisi kuyumbishwa. Sikiliza, hofu ni maandalizi ya kuleta kitu kamili. Nisikilize vizuri nachozungumza mahali hapa. Hofu ni maandalizi ya kuleta kitu kamili. Maana yake ni kwamba unaposikia hofu ya mauti, ile ni maandalizi ya kuleta mauti, lakini sio mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, nimesema hapa ya kwamba shetani anapoiachia hofu, lengo lake ni kuipiga imani yako, maana imani huwa sumu yake kubwa ni hofu. Akisha kupiga kwa hofu, tayari ile hofu inaenda kula imani. Imani ndio inayokupa nguvu ya kukataa kwamba mimi sitakufa. Kwa kama kuna mauti, imani inakupa nguvu ya kutamka sitakufa, bali nitaishi
niyasimulie matendo makubwa ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yako. Ni imani. Ukikosa hiyo imani, hayo maneno utayasema, lakini hayatazalisha nguvu ya Mungu itakayokusaidia kushinda eneo hili. Ndio maana shetani analeta hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoiachia hofu ya kudharauliwa, si kudharauliwa, ila imekuja kwa ajili ya kupiga imani yako, ili roho ya kudharauliwa ikae ndani yako sasa. Kwa hiyo hofu inakuwa ni kama kitangulizi cha kuleta kitu husika ndani ya maisha yako, kuleta jambo husika ndani ya maisha yako. Unaposikia hofu ya kwamba unaweza ukaachwa na mume wako, ama hofu unaweza ukaachwa na mke wako, tayari hiyo ni maandalizi ya ile roho kamili ya kuwatenganisha kuingia ndani. Lakini ukiwa na imani, haiwezi kafanikiwa, haiwezi kafanikiwa. Huu ni mlango mmoja wapo ndani ya ulimwengu wa roho ambao shetani anatumia kwa ajili ya kuleta hofu na kuharibu maisha ya watu. Leo akabatilike kwa jina la Yesu. Leo akabatilike kwa jina la Yesu. Leo akabatilike kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini siri ya tatu ni kwamba usingizi hukata taarifa za ulimwengu wa mwili. Usingizi hukata taarifa za ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Napozungumza mahali hapa, unanielewa nachosema. Unapoenda kwa mfano mzuri ni kwamba hata unapoenda hospitalini watu wakachomwa ama wakiwa zile dawa kwa ajili ya kufanya operation, wanapata usingizi mzito. Baada ya hapo hawaelewi kinachoendelea tena katika ulimwengu huu wa nyama, hawaelewi tena, inakata ile ungaliko. Mtu anapokuwa amelala haelewi kinachoendelea mahali hapo, anaweza akapita mtu mahali hapo asijue kama kuna mtu amepita, inakata kabisa unganiko na ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka nikuonyeshe katika kipengele hiki juu ya siri hii kimaandiko katika kitabu cha Waamuzi sura ile ya 4 mstari ule wa 21. Waamuzi sura 4 mstari wa 21. Waamuzi sura 4 mstari wa 21. Biblia ya Bwana imeandikwa, ndipo Yaeli mkewe Hebel akatwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia, akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Hapa kulikuwa kuna mambo yalikuwa yakiendelea. Kulikuwa kuna vita kati ya taifa la Israeli pamoja na Sisera. Huyu alikuwa ni jemedari mkubwa katika jeshi katika nchi ya Kanaani kwa mfalme Yabini. Biblia inaeleza mambo haya. Huyu Sisera, jemedari wa majeshi, alikuwa anapigana na Israeli. Baada ya kuona kwamba ameshindwa, binasema akakimbia, na alipokuwa anakimbia akafika mahala ambapo akalakiwa na huyu mwanamke alikuwa anaitwa Yaeli mkewe Hebel. Akamkaribisha ndani, halafu akasema, naomba tafadhali, nitakapoingia ndani mwako, yeyote ambaye atakuja kuniulizia useme hapana mtu yeyote. Akamkaribisha, na baada ya kumkaribisha mle ndani akamfunika. Akapatwa na usingizi mzito. Sikilize pointi yangu inakuja hapa. Akapatwa na usingizi mzito, akalala. Biblia inasema mwanamke huyu akachukua kigingi cha hema, akachukua pamoja na nyundo, akaja mahali hapo. Kumbuka tayari mtandao umeshakata, hakuna ambacho anaelewa tena. Usingizi umekata connection, umekata unganiko la kujua kinachoendelea katika ulimwengu wake wa nyama. Laiti kama angejua angeamka mapema, lakini hakujua, kwa sababu mahusiano kati ya yeye pamoja na ulimwengu wa nyama yalikatika kupitia usingizi. Na kwa namna hiyo, yule dada akafika mahali pale, mkewe Hebel akaweka mahali hapo kile kigingi, akapiga ile nyundo, akikapitiliza kwenye kichwa, na hapo yule mtu akafa pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Nimesema katika eneo hili ya kwamba usingizi huwa unakata ungaliko ama taarifa ambazo zinapatikana katika ulimwengu wa nyama, na kwa namna hiyo, hii inakuwa ni moja wapo ya eneo ambalo shetani ulitumia kwa ajili ya kufanya mashambulizi mbalimbali katika ulimwengu wa roho. Yaani wakati mtu umesinzia, tayari shetani huwa anaanza kufanya mashambulio, kwa sababu anajua katika wakati huu huyu mtu tayari ameshalala. Kwa ni rahisi kusogea na kuanza kufanya shambulio lolote ndani ya maisha yako. Nitakupa kisa cha mama mmoja aliyekuwa na mtoto wake.
Mama anaeleza, anasema siku hiyo alikuwa mtoto wake yuko ndani anasoma sebuleni. Wakati yuko mahali pale mtoto wake anasoma, anasema nikamtazama yuko vizuri anasoma. Baada hapo nikaenda zangu kulala. Alipoenda kulala mama yule pamoja na mume wake, anasema yule mtoto ameendelea pale kusoma. Baadaye kama kitu kikamshtua tu, hebu ngoja nitoke niamke nikamwangalia huyu kama ndiye bado kusoma. Anasema katoka mahali pale, alipofika pale alipokuwa anasoma hakumkuta mtoto wake. Milango alifunga yeye mwenyewe mwanamke. Anaangalia pale milango imefungwa vile vile kama ambavyo alikuwa amefunga. Akaenda chumbani kwake kumwangalia labda amelala, akamkuta mtoto wake hayupo. Ikabidi muamshe mume wake haraka. Wakatoka nje. Baada ya kutoka nje wakamkuta mtoto wao yuko nje amelala. Kufika mahali pale wanamshtua, anashtuka. Baada ya kushtuka anashangaa mtoto wao amevuja damu za kutosha. Amevuja damu za kutosha. Wakaanza kumnyanyua hapo, amelegea kweli kweli. Wanamrudisha ndani katika nyumba ambayo ilikuwa tayari amefunga yeye mwenyewe, na hata anapokuja milango imefungwa, lakini mtoto wake amepigwa mapigo na usingizi, ameshambuliwa akiwa usingizini, alafu anamkuta yuko nje anavuja damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana naeleza mambo haya, wale watu ambao wanamchekea shetani, yale makanisa ambayo wanamchekea shetani, wana matatizo. Shetani sio kuchezewa, shetani sio kuchekea. Ni lazima tumfukuze mchana kweupe, lazima tumpinge na kumharibu siku zote za maisha yetu tunapokuwa kwenye dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanapata maarifa, wanapata uharibifu mzito. Angalia kama huyu kijana, wanataka kumkatiza masomo yake, wanataka kummaliza, wamkatilia mbali, lakini alipata shambulio alipokuwa usingizini. Watu wanapata mashambulio wakiwa usingizini. Ndio tunapata mahali hapa vifo vingine ya kwamba alituaga vizuri akaenda kulala, lakini alipokuja kuamka asubuhi amefia usingizini. Unasikia watu wanasema amefia usingizini. Si wote wamekufa kifo cha Bwana. Nataka nikwambie, si wote, never, si wote. Wengine walipata mashambulio walipokuwa usingizini, walipigwa mahali hapo na nguvu ya adui shetani, walitumia majini, walitumia mapepo yakawanyongelea walipokuwa usingizini. Laiti kama angekuwa macho, wenda angekuwa hai, lakini kwa sababu waliingia kwenye usingizi, ikafungua mlango wakati ulimwengu wa nyama, adui akasogea mahali hapo akaleta shambulio lake. Leo natangaza kwa jina la Yesu, leo natangaza kwa jina la Yesu, hata wale ambao wanatembelea usiku wanaona mambo yasiyoeleweka, katika jina la Yesu leo wote wakafunguliwa kwa damu ya mwana-kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo nataka niishi hapa nipate kufanya maombi pamoja nawe. Halafu sehemu ya pili usikose, ambayo itaelezea siri hizi, lakini pia baada ya kuweza siri hizi nitakuwa na maombi pia maalum juu ya watu ambao wanakosa usingizi na wale ambao wanakuwa na usingizi mzito. Mtu mmoja kakutana naye akazua sema, mtumishi wa Bwana, nimekosa mpaka kufanya interview kwa sababu ya usingizi. Nilipokuwa nimelala nikijua tamka mapema, nimepata usingizi mzito. Hiyo nayo pia ni tekniki ambayo shetani anaitumia mahali hapo kuzuia baraka za watu. Tutaendelea kipengele cha pili, nitaomba kwa ajili ya watu hao na Bwana atafungua katika jina la Yesu aliye hai. Nataka sasa hii nizungumze nawe ambaye haujaokoka upate kwanza kuokoka. Swala usingizi ni swala watu wote. Swala usingizi ni swala watu wote. Nimesema hali hapa, haijalishi umeokoka hajaokoka, unalala usingizi. Haijalishi unamjua Mungu au hujui Mungu, unalala usingizi. Na kwa namna hiyo, katika ulimwengu wa roho, shetani anapotaka kufanya uharibifu kwa mtu, haijalishi huyo mtu ameokoka ama hajaokoka, anashambulia. Kwa sababu kuna watu ambao wanaenda kwa waganga wa shetani ili kufanya uharibifu wa maisha ya watu. Kwa namna hiyo, unaweza kuwa hapa kwenye cheo chako, umekaa mahali hapo umtaki Bwana, lakini akatokea mtu wa kawaida tu akaenda kwa mganga wa shetani akakung'oa mahali hapo na shambulio likapitia njia ya usingizi. Nisikilize vizuri, kama hujaokoka, naomba ulifuatishe maneno haya, maombi haya, ili nikuombee. Na wewe ambayo pia ulikuwa njia zako zimekengeuka, unataka urudi kwenye nafasi, ili kupitia hapa uweze kufunguliwa, ili kupitia hapa upate tena nguvu itakusaidia kwa ajili ya kupita kwenye maombi, ili Bwana kusaidie katika eneo hili. Utaomba pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, sistahili kuitwa mwana wako. Nimekutenda dhambi kwa kuwaza kwangu, kwa kunena kwangu, na hata kwa matendo. Futa jina langu leo hii kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima.
kuanzia leo mimi naokoka, kuanzia leo narudi nyumbani mwako, ninaomba unipokee, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Adui zangu wawe adui zako, yaliyonishinda unisaidie nipate kushinda kwa jina la Yesu. Ingilia maisha yangu, uyatawale wewe kwa jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka niombe kwa ajili yao wote ambao katika eneo hili wanaweza kuwa wameguswa, lakini pia kwa ajili ya neema ya kurudisha. Wengine wako mahali hapa hawaelewi kwamba kuna vitu tayari vilishaibiwa ndani ya maisha yao, kwa sababu bado hakuna effect ambayo imeonekana, lakini walipokosa usingizi kuna vitu ambavyo vilishambulia, kuna vitu ambavyo vilichukuliwa ndani ya maisha yao. Ndio maana leo nataka niombe nawe virejeshwe katika jina la Yesu. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu ninaoleta watu hawa mikononi mwako, watu ambao Bwana wamezijua siri baadhi kuhusiana na usingizi wa mtu kiroho, vile ambavyo Mungu wa mbingu na nchi, usingizi huo unaweza ukaleta maafa na uharibifu ndani ya maisha ya watu. Na kwa sababu shetani alijua ni kitu ambacho kinakusanya watu wengi kwa pamoja, ndio maana Bwana amekuwa anatumia eneo hilo kama mlango ama kama eneo maalum ama njia maalum kwa ajili ya kuleta uharibifu. Watu wengine nyota zao zilichukuliwa, sehemu ya nyota zao zilichukuliwa, sehemu ya ubunifu, sehemu ya mipango. Wanashangaa tu ya kwamba mimi inakuwaje rafiki yangu huyu ama jirani yangu huyu, inakuwaje sasa mimi kama sijafanya kitu ambacho nimekiplan inatokea ameshakifanya. Kumbe ni kwa sababu kuna sehemu ya ubunifu, kuna sehemu ya mipango yake imeshachukuliwa kwa ajili ya kupeleka nufaiko na faida kwa mtu mwingine. Leo natangaza kwa jina la Yesu, ikiwa kuna jambo lolote ambalo lilichukuliwa, ikiwa kuna ubunifu ulioibiwa, ikiwa kuna akili iliibiwa, sehemu ya akili, sehemu ya ubunifu, leo natangaza kwa jina la Yesu, popote pale ilipo, popote pale inapofanya kazi, popote pale inapofanya kazi, popote pale inaponufaisha mtu, popote pale hiyo nyota inaponufaisha mtu, popote pale ambapo hiyo akili inanufaisha mtu, popote ambapo huo ubunifu unanufaisha mtu, kwa jina la Yesu, hashakarababosakata, ninautuma mkono wa Bwana ambao ni mrefu, unafika popote pale katika dunia hii. Ninautuma mahali hapo, haki ya mtu itabaki kuwa juu ya mtu, haki ya mtu ibaki kuwa juu yake katika jina la Yesu. Nautuma mkono wa Yesu Kristo, uende ukaipokonye akili na kuirudisha kwa mtu husika kwa jina la Yesu Kristo. Uende leo, uende sasa, magharibi, kusini, mashariki, kaskazini, uende sasa. Huo mkono unakwenda ukapokonye, ukarejeshe kibali kilichochukuliwa, kibali kilichoibiwa, kirejeshwe, ubunifu ulioibiwa urejeshwe kwa jina la Yesu. Akili, mipango iliyoibiwa irejeshwe kwa jina la Yesu. Imnufaishie musika, imletee faida musika kwa damu ya Mwana Kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Nufaiko lileje kwako, faida ileje kwako, in the name of Jesus. Ileje kwako katika jina la Yesu Kristo. Rikaposaka katoraba kaina, yale mashambulio ya usingizini. Wengine washangaa tu katika ndoa yake magomvi hayaishi, lakini kumbe chanzo kilianzia kwenye usingizi. Aliposhambuliwa mahali pale, alipigwa na roho kataliwa, alishambuliwa kwa roho kataliwa. Anashangaa tu ghafla, hakuna tena mahusiano, hakuna tena upendo uliokuwepo awali. Natangaza leo kwa jina la Yesu, chochote kilichomshazo na kiamuru kwa damu ya Yesu, ng'oka kwa jina la Yesu. Kachia mwili wa mtu huyo kwa jina la Yesu. Hatorobosakarabakaida, rikandorobosakarabakaida, katika jina la Yesu. Zile hofu zote, hofu ya kufukuzwa kazi, hofu ya kuachwa na mwenzako, kwa damu ya Mwana Kondoo, hofu ya mauti na zikemea zote. Natangaza, toka hofu, toka hofu. Achia mwili huo, achia ndugu huyo, achia kijana huyo, achia baba huyo, achia mama huyo, kwa damu ya Mwana Kondoo. Ondoka na hofu kwa jina la Kristo, na achia moto wa Roho Mtakatifu ukashuka juu yake mahali hapo, ukuteketeze sasa, uwateketeze sasa. Toka ya hofu, achia maisha watu hao kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana akupe wingi wa mahitaji yako
kwa hivi pengine ambavyo vimepita kwenye maombi, isitajwe hofu tena kwako, usitajwe uharibifu tena kwako, katika jina la Yesu. Mungu akufungue, Mungu akutetee kwa damu ya mwana kondoo. Nguvu ya Bwana ikufunike, uweza Bwana ikufunike huo mlango kwa habari ya usingizi, na chazindiko la damu ya Yesu Kristo. Unapolala ulale salama. Bwana utie usingizi kwa kuweka vitu vyake, na shetani asikuone, wakapigwa upofu. Adui zako wanaposogea, mwili wako uwe ni moto, nyumba yako iwe ni moto, watoto wako ni moto, kazi yako ni moto, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Imekuwa kwa muhuri na mtakatifu, imekuwa. Na sasa ufunguliwe kutoka kwenye ayo madhara yote ya usingizi katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya mwanakondoo. Madhara yote siku ya leo yakaondoke katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe, share ili ubiri pamoja nami, watu wengi waweze kupata jumbe hii. Lakini pia subscribe na ubonyeze alama kengele, ili sehemu ya pili ya somo hili na masomo mengine mapya yatakapokuja yaweze kufikia. Mungu akuvushe, Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Imekuwa, amen.